wangu nipende kukukaribisha tena katika mfululizo wa vipindi vya masifu ya jioni katika wiki hii, kama vilivyo vipindi vya masifu ya asubuhi katika wiki hii, na hiki ni kipindi chetu cha 6 cha masifu ya jioni siku hii ya leo ambayo Mungu anatupa kwa neema yake. Na katika wiki hii tuna kichwa kinachosema upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika. Upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika, tukisimama na neno la msingi kutokea kitabu kile cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura 20 ule mstari wa 16, maneno ya Yesu mwenyewe akisema jambo ambalo niamini hakika na kweli litakuwa. Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Na tumetoka mbali kidogo, si rahisi kurejea huko nyuma tulikotoka kote, na ili tupate kuendelea tena siku hii ya leo na katika kipindi hiki, tafadhali tutulie tuweze kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, katika jina takatifu na la uweza la Yesu Kristo Mwokozi, kwetu sisi wewe ni Ebeneza na utabaki Ebeneza kwetu, maana pasipo wewe Mungu sisi hatuwezi kutenda neno lolote. Hata sasa Bwana, kwa hakika ni wewe umetusaidia. Utukufu na heshima ni za kwako peke yako, wewe Mungu usiyepokeana utukufu na wanadamu. Asante kwa ajili ya watumishi wako na watoto wako na watumishi wako mahali walipo duniani kote, waliotega sikio kufuatilia ujumbe huu wa saa na majira na wakati katika msimu huu mpya unaotupa kwa neema yako, ukifuatilia neno lilotoka katika kinywa chako ili kulitimiza Bwana. Na ninakusihi ukapate kufunua akili za watu wako tupate kuelewa na maandiko. Unitumie nami mjoli na mtumwa wako kama upendavyo na kama chombo mkononi mwako, nami Mungu nimekubali na niko tayari. Unitumie upendavyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nimeomba nikishukuru na kuamini na kupokea, na Bwana unisikie. Amen. Sawa. Na kabla hatujaendelea tena, hapa mwanzoni nipende kukutajia tena kwa mara nyingine tena na kukuhimiza wewe ambaye Mungu atakupa utayari wa kuungana na madhabahu ya Upendo Media kwa kuachilia sadaka zako kwa namba zetu za simu ambazo ni 2, moja ni ile ya Yas na nyingine ni ya Voda, na ile ya Yasi ni 0713 762 887 0713 762 887, na ile namba nyingine ya Voda ni 0757 220, na kwa mara nyingine tena hiyo namba ya Voda ni 0757 220. Mungu akupe neema na akubariki na akutane na haja na mahitaji yako unapochukua hatua kuachilia sadaka zako kupitia namba hizo ambazo zote jina litakalotokea ni KKKT DMP. Sawa. Basi tuendelee sasa na ujumbe Mungu aliotupa katika kipengele kingine leo. Mungu anachotupa kwa neema yake, upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika. Upendeleo wa Mungu ameukusudia katika majira haya na nyakati hizi, na ukiona Mungu anaachilia upendeleo wake mahali, uwe na uhakika ana sababu, na nyakati hizo ndio zenyewe sasa, na ndio hizi ninazosema na wewe. Tuko kwenye lango la nyakati na msimu mpya ambao jambo hili litatimia kwa hakika. Na nimeanza baada ya kutoka kukuonyesha malengo yapatayo 7 ya somo hili. Kipindi chetu cha asubuhi leo tulitizama malengo yapatayo 7 ya somo hili, na tumeanza kuingia kwenye kipengele cha njia
ambazo Mungu atazitumia kumuinua yule wa mwisho, kumfanya kuwa wa kwanza, na kumfanya yule wa kwanza na aliyekusudiwa kuwa wa kwanza kuwa wa mwisho. Si jambo jepesi, halihitaji hekima za kibinadamu, linamhitaji Mungu mwenyewe, na hayo yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu tu peke yake yanawezekana. Na jambo hili ndivyo litakavyokuwa, maana Mungu hajawahi kushindwa na jambo lolote, wakati wowote, mahali popote, katika mazingira yoyote. Na hili jambo na unabii huu wa Yesu wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza, ni amini, hakika na kweli. Usadiki tu habari hii tunayoileta, ili mkono wa Bwana ufunuliwe juu yako wewe. Wakati ninaanza kukuonyesha njia ambazo Mungu atazitumia, sikuacha kukusomea pia kitabu kile cha nabii Isaya sura ya 55, ule mstari wa 8 unaosema, mawazo yangu si mawazo yenu na njia zangu si njia zenu. Na maanisha njia Mungu atakazotumia ni njia za kwake yeye, na kwa uchache anazifunua ili tupate kuzijua njia atakazozitumia. Na nimekuambia njia ya kwanza ambayo nataka kusogea tena hatua nyingine tena leo katika hiyo njia muhimu kabisa, ambayo kwa kweli ni ya mwisho, lakini Mungu ameruhusu tuiweke ya kwanza kutokana na uzito na umuhimu wa kwake. Na njia hiyo ni Mungu kuipiga miungu ya Misri. Kwa tafsiri ya somo hili, Misri ni Afrika. Kwa hiyo Mungu ataipiga miungu ya Afrika. Ukisikia miungu ya Afrika, ni miungu ya kabila langu na miungu ya kabila lako, ni miungu ya ukoo wangu na miungu ya ukoo wa kwako. Itapigwa na kuvunjwa nguvu zake kabisa. Miungu ambayo imeshikilia mioyo ya watu kwa muda, ikitaka kujijulisha na kujitukuza kama yenyewe ndiyo Mungu anayestahili kuabudiwa, wakati yuko Mungu anayestahili kuabudiwa peke yake, naye ni mmoja. Ni rahisi tu kusema Mungu ni mmoja, lakini kwa kweli haitoshi. Ni vizuri kusema Mungu wa kweli ni mmoja. Mungu wa kweli ni mmoja, na amejifunua kwetu kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi, aliyechukua adhabu zetu. Adhabu tuliyostahili sisi ameichukua yeye, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Huyo sasa ndiye atakayekuja kuipiga miungu yote ya Afrika. Ataipiga hiyo miungu. Mungu hataki mazoea. Ukishaendekeza mazoea katika kumwabudu Mungu, utaishia kuabudu miungu mingine, na itakapokuja kupigwa, unaweza ukajikuta unapigwa pamoja nayo. Usipigwe pamoja nayo, mtu wa Mungu. Nikupe onyo na ushauri na tahadhari. Ujiachanishe na hiyo miungu ya Misri, ujiachanishe na hiyo miungu ya Afrika, ambayo kwa kweli nimekuambia Misri ni roho, na roho inaambukiza, na imeambukiza hicho kizazi chote cha Hamu. Tumetoka tulikotoka. Utakapofuatilia kwenye YouTube ya Upendo Media, utaona kwa nini nasema haya ninayoyasema. Tumetoka tulikotoka na tunasogea hatua. Kwa hiyo wale ambao tumekuwa tukifuatana, unaelewa kwa nini natumia lugha hizi sasa, kwa sababu neno Afrika limefichwa kwenye Biblia kwa kutumia maneno mengine, yakiwemo Misri, yakiwemo Kushi, yakiwemo nchi ya Hamu. Na Hamu ndiye aliyemzaa mtu mweusi akiitwa Kushi, ni kaka yake na Misri. Kwa hiyo mazoea yanaweza yakatuponza sana. Mungu akupe neema uache mazoea, na Roho Mtakatifu yupo kusaidia kuachana na mazoea kabisa katika kumwabudu Mungu, kuachana na mazoea kabisa katika kumtumikia Mungu. Umtumikie Mungu katika neema mpya anayekujalia kila itwapo leo. Neema na upako wa jana sio upako wa leo. Neema na upako wa leo sio upako na neema ya kesho. Kwa kila siku ina neema yake. Kila siku ina neema yake, ili usiingie tu kwenye mtego wa kuabudu miungu mingine. Ikija kupigwa, ipigwe peke yake, usipigwe pamoja nayo.
Takusomea maandiko hatua kwa hatua juu ya jambo hili muhimu ambalo Mungu anasema na kanisa na watu wake mahali. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12, na nitaanza ule mstari wa 29. Taendelea kidogo mpaka mstari wa 33 pengine. Lakini Kutoka sura ya 12 kuanzia mstari wa 29, Biblia inasema hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Wazaliwa wa kwanza wa Misri wameponzwa na miungu ya Misri. Wanapigwa, lakini kusema kweli wanapigwa kwa sababu ya kushikamanishwa na miungu ya Misri. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri. Pakawa na kilio kikuu katika Misri. Mungu akipiga lazima kuwe na kilio kikuu, wala si kidogo. Pakawa na kilio kikuu katika Misri. Nakuombea kwa Mungu usikutwe na hicho kilio kikuu. Jiachanishe tu na miungu ya baba zako, ya kabila lako, ya ukoo wako, ya familia yako. Acha ipigwe yenyewe, usipigwe pamoja nayo. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Naona hakuna kumfariji mwenzake, wote wana vilio vikuu, wote wana misiba. Akawaita Musa na Haruni usiku. Farao akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Kwa nini sasa Farao anamhimiza na kumshurutisha Musa na Haruni waondoke? Mbona amechelewa? Mbona amechelewa sana? Alishaonywa mapema, kabla hata ya pigo la kwanza na la pili na la tatu na la nne, hata mpaka la 9. Kabla hili alishaonywa, akaambiwa, ukishupaza shingo yako nitamuua mzaliwa wako wa kwanza. Nitamuua mzaliwa wako wa kwanza. Alishaambiwa, lakini akawa mkaidi, akawa na moyo mgumu, akashupaza shingo. Ni maombi yangu kwa Mungu, damu ya Yesu Kristo ikayeyushe huo moyo wako, ikayeyushe huo moyo wako. Moyo wako usiendelee kushupaa namna hiyo ya kukataa habari njema hizi tunazozileta kwako na kwa Waafrika na Afrika. Mungu akupe neema ya kuvunjika na kupondeka na kukubali, na moyo wako ukawe moyo unaotetemeka unapolisikia neno hili la Bwana, kwa sababu niamini hakika na kweli jambo hili litatimia kama ishivyo Bwana. Na kweli hii, maana neno la Mungu ni kweli, acha ikuweke huru kama ilivyoandikwa, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Usichelewe kama Farao alivyochelewa. Alichelewa sana, mpaka sasa wazaliwa wake wa kwanza wanapigwa namna hiyo na kufa, na kilio kikuu kinasikika katika Misri. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni mkamtumikie Bwana kama mlivyosema. Mungu akikupendelea, hakupendelei kwa sababu we ni bora kuliko wengine. Anakupendelea ili apate kukutumia kama chombo chake kutimiza kusudi lake katika majira na wakati aliyoukusudia. Anasema, twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Wamisri nao wakawahimiza watu, wakatoa katika nchi, kuwatoa katika nchi kwa haraka, wala si kwa kuchelewa, maana walisema, tumekwisha kufa sote.
Wamisri wanasema hawa watu wasipoondoka mapema, wasipoondoka haraka, tumekwisha kufa sote. Unaona sasa ile miungu ya Misri ilikuwa imekuwa paralyzed, imevunjwa nguvu kabisa, kiasi ambacho hata Wamisri wenyewe wanatetemeka wakisema hawa wazaliwa kwanza wamekufa. Tulikuwa tumeficha nguvu zetu na za miungu yetu kwa wazaliwa kwanza, wamepigwa, wamekufa, nani atakaye baki? Kwa hiyo wakawahimiza wakiwaambia, muondoke kwa haraka, maana bila shaka na sisi ndio tumekwisha kufa namna hiyo. Nitaka uone ya kwamba Mungu anapiga na alipiga. Na sasa kwa mujibu wa ile cyclic history niliyokuambia, matukio yanayojirudia rudia katika historia, nyakati zimefika tena. Yesu karibu arudi, na kabla hajarudi, mbona atapiga tena hiyo miungu ambayo imeendelea kushikilia mioyo ya watu wakimkataa Yesu, Mungu mkuu na wa kweli na wa pekee. Ataipiga tena hiyo miungu. Maombi yangu kwa Mungu na ushauri wangu kwako ninaokupa, jitenge, jiachanishe na miungu ya Afrika, na miungu ya Misri, na miungu ya Kushi, na miungu ya Hamu, na miungu ya baba zako, na miungu ya kwenu. Jiachanishe nayo, jitenge nayo, ipigwe peke yake. Maana hichi kipigo kinakuja kwa ajili ya miungu tu, na wala sio kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Wewe uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wewe ni mtu wa thamani sana, usijue Mungu ameweka kitu cha thamani kwako. Lakini sasa umedanganywa na miungu na mila na desturi. Nilikwambia, nitakwambia tena, ambazo zinajitokeza na kutaka kuabudiwa na kutukuka na kujulikana kana kwamba ni Mungu aliye hai anayestahili kuabudiwa hivyo. Lakini Mungu ni mmoja tu. Mungu ni roho, tena roho ya herufi kubwa, na miungu ni roho za herufi ndogo. Ili upate kujua anayestahili kuabudiwa ni Mungu mmoja tu anayetajwa kwa herufi kubwa kwenye Injili ya Yohana sura ya 4. Unafahamu ukisoma kuanzia mstari wa 20 mpaka ule wa 24. Mungu ni roho, nao wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nitakusomea tena maandiko hapa upate kuona jambo hili jinsi lilivyokaa. Kitabu kile cha Isaya sura ya 42. Kitabu cha nabii Isaya sura yake ni ya 42, na katika hiyo sura ya 42 napenda kuanza kusoma ule mstari wa 13. Taendelea hivyo mpaka mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, Bwana atatokea kama shujaa, ataamsha wivu kama mtu wa vita, atalia, naam, atapiga kelele, atawatenda adui zake mambo makuu. Siku nyingi nimenyamaza kimya. Mungu anasema mwenyewe, siku nyingi nimenyamaza kimya, nimenyamaza nikajizuia. Sasa nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa. Ni Mungu anasema hivyo. Anasema nimenyamaza kimya kwa muda, nikiona miungu inavyochukua nafasi yangu, lakini inatosha. Enough is enough. Sasa nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa. Nitaugua, Mungu anasema hivyo. Nitaugua na kutweta pamoja. Nitaugua na kutweta pamoja kwa sababu ya wivu na hasira aliyonayo ya nafasi yake kuchukuliwa na miungu mingine. Anasema nitaharibu milima na vilima, nitavikausha vyote vimeavyo. Nitavikausha vyote vimeavyo. Utakaposoma Isaya 19, nimekwambia uisome tu yote, utaona akizungumza mpaka vile ambavyo vinapata maji yake kutoka kwenye mto Nile. Unatajwa huko kwenye Isaya 19. Anasema nitavikausha vyote vimeavyo. Nitaifanya mito ya maji kuwa visiwa na kuyakausha maziwa ya maji. Nitawaleta vipofu kwa njia wasioijua, katika mapito wasioyajua nitawaongoza. Nitafanya giza kuwa nuru mbele yao. Nitafanya giza kuwa nuru mbele yao. Nilikuambia siku ya kwanza, Afrika imeitwa nchi ya giza, lakini Mungu ataleta nuru katikati ya hilo giza kwa sababu ya upendeleo aliokusudia kwa Afrika na Waafrika. Anasema nitafanya giza kuwa nuru mbele yao, na mahali palipopotoka kuwa pamenyoka. Haya nitayatenda
wala sitawaacha. Haya nitayatenda, wala sitayaacha. Watarudishwa nyuma, wataaibishwa sana hao wanaotumainia sanamu za mawe. Sanamu za mawe. Sanamu ni miongoni mwa roho za Misri. Hao wanaotumainia sanamu watarudishwa nyuma na wataaibishwa sana, na kuziambia sanamu za madini, ninyi ndinyi miungu yetu. Tazama, watu hawa wanaiambia sanamu za madini, vitu vinavyoshikika hivi kwa mikono, wanaviambia ninyi ndinyi miungu yetu. Unafikiri Mungu ataendelea kunyamaza hivyo? Hata nyamaza tena, hata nyamaza tena, na wala hataendelea kunyamaza. Mistari hii inatuonyesha wazi kabisa ya kwamba Mungu atainuka na atafanya kisasi chake na wivu wake, na miungu ya Misri ndiyo miungu ya Afrika, ndiyo miungu ya ukoo na kabila za kwetu na nyumba na familia za kwetu na babu zetu, katika zile mila na desturi potofu asizozipenda Mungu, zinazofifisha neno la Mungu, kama maandiko yanavyosema, mwalitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu. Hayo mapokeo ya ambayo hayampendezi Mungu, hizo doctrine hizo ambazo hazimpendezi Mungu, Mungu anakuja kupiga miungu inayosimamia hayo mambo ambayo ni chukizo mbele zake. Na ndivyo Mungu atakavyofanya kwa hakika, kama aishivyo Bwana. Nimekusomea hiyo pate kuona kwamba Mungu ni Mungu anayepiga, na atapiga wala sio kidogo. Nilikuonyesha Isaya sura ya 60 ule mstari wa 10 akisema, katika ghadhabu yangu nalikupiga. Baadaye ndio anasema, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Kabla haja kupendelea na kukurehemu, anasema katika ghadhabu yangu nalikupiga. Mungu akikupiga wewe, kama wewe, usijisikie vibaya, wala usione amekuchukia, wala usione hakupendi. Ndio anakupenda hivyo, ndio anakupenda hivyo. Ndivyo Ufunuo wa Yohana sura ya 3 inavyosema, ule mstari wa 19, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ili ukapate kutubu. Naona sasa, na Mungu alivyoitoa Israeli na taifa la Israeli Misri hapa Afrika, alivyolitoa baada ya utumwa wa miaka 430, kwa kuwaua wazaliwa hawa wa kwanza na kuwapiga hivyo, si tu kwamba alikuwa anaonyesha upendo wake na upendeleo wake kwa taifa la Israeli. Mungu hamchukii mtu yoyote aliyemuumba kwa sura na mfano wake. Si tu kwamba alikuwa anawapendelea na kuwapenda Israeli, lakini pia alikuwa anawapenda na kuwapendelea Misri na Afrika, kwa maana ya tafsiri ya somo hili, kwa kuwaulia wazaliwa wa kwanza na kuipiga miungu yao, ili waachane na hiyo miungu, wasiirudie tena. Lakini bwana, mwanadamu ni mwanadamu tu, wakairudia tena. Hata wana wa Israeli walivyokuwa wakiondoka, wanaenda huko kukabili bahari ya Shamu, Farao na jeshi lake wakapatana, wakasema tuwafuatie. Lakini wamewaruhusu wenyewe. Hapa tumeona wamewaruhusu wenyewe wakisema ondokeni tena kwa haraka, lakini baadaye wanawafuatia. Unajua kilichowapata huko walipowafuatia? Wakaishia huko huko kwenye bahari ya Shamu. Unatakaje? Unataka Mungu akufanyie nini? Unataka Mungu aseme nini tena na wewe? Amesimamisha watumishi wake, si mara moja, mara mbili, mara tatu, tofauti kutoka kila kona ya nchi hii na mahali pengine, kusema na wewe kwa lugha tofauti za kufundishia. Maana hizi ni lugha tu za kufundishia Mungu anazoweka kwa watumishi wake kusema na wewe. Lengo ni lile lile la kuwaleta watu kwa Yesu, ili abaki peke yake wa kuabudiwa na kutukuzwa na kutumikiwa katika kweli, kwa sababu ya mwisho wako upate kuwa mzuri sawa sawa na mawazo yake. Anaposema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, ni mawazo ya kukupa wewe tumaini katika siku zako za mwisho. Mbona sasa utaki? Umeipenda dunia sana kuliko kumpenda Mungu. Usijue maonyo yapo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 2 mstari wa 15, anasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana dunia inapita pamoja na tamaa zake na mambo yake yote. Naona sasa, umeipenda dunia inayopita. Unafikiri utadumu? Hapana, hutadumu. Uko kwa muda tu hapa. Mungu akupe neema upate kuacha mambo ya kuacha. Na miongoni mwa mambo ya kuacha ni pamoja na miungu ya kwenu
uiache, itakugharimu wala si kidogo. Na hii ni notisi, na Mungu akileta notisi yake ina pande mbili. Upande mmoja wa notisi una habari njema, upande mwingine wa notisi una habari mbaya. Unataka habari njema au habari mbaya? Mbona hii ni habari njema ninayokuletea? Ikubali, ipokee hii habari njema. Ngoja nikuonyeshe notisi ya Mungu ilivyo kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura ya 30. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 30. Tutasoma mistari kadhaa, pengine kuanzia wa 11. Utapata picha nzuri zaidi mpaka wa 19. Biblia inasema, kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni, hata useme ni nani atakaye tupandia mbinguni akatuletee, aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata useme ni nani atakaye tuvukia bahari akatuletee, aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako na moyo wako, upate kulifanya. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Kama hivi ni kuagizavyo leo, kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake, na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka, Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikia, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia, na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukiayo Yordani uingie kuimiliki, na zishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai, wewe na uzao wako, wewe na uzao wako. Unatakaje? Hiyo ni notisi, ina pande mbili. Uzima pande mmoja, mauti upande mwingine, baraka upande mmoja, laana upande mwingine. Chagua upande. Unataka upande gani wewe? Na nimekuambia, ili Mungu akubariki lazima aone sababu ya kukubariki. Ili Mungu akulaani lazima aone sababu ya kukulaani. Laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Vivyo hivyo na baraka lazima zipate sababu ili zikufuate, ili zikupate. Ile ukiamini tu habari hii na ujumbe huu tuliouleta, hiyo ni sababu ya wewe kubarikiwa na kupewa huo upendeleo na Mungu. Njia hii ya kwanza, Mungu amenizuia nisifanye haraka kutoka hapa, ikusaidie kujua uzito wa jambo hili, na ni pigo la mwisho, na amenipa niliweke la kwanza ili kukuonyesha uzito. Pengine utasadiki, utaamini. Farao alibembelezwa na mapigo kadhaa, mara chawa, mara giza, mara maji kugeuka damu, mara mainzi, mara giza kwingine kote isipokuwa Gosheni. Moyo wake uliendelea kushupaa. Alipopigwa la 10 ndio akasalimu amri. Mungu ameniambia, anza na hilo la 10 nitakalolifanya, kwamba nitapiga miungu ya Misri, nitapiga miungu ya Afrika, nitapiga miungu ya koo zenu na makabila yenu.
Lakini Mungu anapiga. Nataka ujue kwamba Mungu anapiga. Mungu anapiga na ataipiga Misri. Imeandikwa kwenye Isaya sura ya 19 ili tunayosimama nayo. Isaya sura ya 19 ule mstari wa 22 una maneno anasema, naye Bwana atapiga Misri, akipiga na kuponya, nao wakirudi kwa Bwana atakubali maombi yao na kuwaponya. Uko tayari kukubali na kurudi kwa Bwana? Bwana anaahidi, anasema kupiga atapiga, naye Bwana atapiga Misri. Isaya 19:22 ndio ninaosoma. Naye Bwana atapiga Misri, akipiga na kuponya, nao akirudi kwa Bwana atakubali maombi yao na kuwaponya. Acha neno la Mungu lipate nafasi kwenye moyo wako. Uonywe, uonyeke, ufundishwe, ufundishike, na moyo wako utetemeke unapolisikia neno la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Isaya sura ya 1 mstari wa 5. Isaya sura ya 1 ule mstari wa 5 unasema, mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Mbona mnataka kupigwa? Mungu asingetaka kukupiga, lakini mbona unataka kupigwa wewe mwenyewe kwa kujishikamanisha na kujiungamanisha na miungu? Ya baba zako, ya ukoo wako. Ukifikiri kwetu haipo, ipo. Ukifikiri kwenu haipo, ipo. Acha nitumie dakika chache hapa katika muda wangu uliosalia wa dakika zipatazo 15 kupa ushuhuda wa kwangu. Utakusaidia na kujenga, kwa sababu shuhuda zinajenga, shuhuda zinafundisha, shuhuda zinaonya, shuhuda zinakumbusha na kuimarisha. Mwaka wa juzi 2024 Mungu alimuita baba yangu kutoka maisha haya, tukiwa tumemuuguza baba yangu kwa muda na siku zake za mwisho, miaka 7 ya mwisho ya maisha yake. Alikuwa haoni, macho yake alikuwa haoni. Kabla hapo alikuwa naona tu vizuri, lakini baadaye akawa haoni. Na nikabeba mzigo wa kuomba kwa ajili ya baba yangu, nikimwamini Mungu kwamba anaweza kumponya baba yangu. Na nikawa nikialika pia hata watumishi wa Mungu mbalimbali na marafiki zangu wengine wakija nyumbani kwa ajili ya kumuombea baba yangu. Na siku moja Mungu akanisemesha, akaniambia, usiwasumbue wenzako au watumishi wa Mungu kuomba kwa ajili ya baba yako. Kamuuliza kwa nini? Akasema, kwa sababu mimi ndiye niliyefunga hayo macho ya baba yako, na mimi ndiye nitakayefungua hayo macho ya baba yako kwa wakati wangu, kama nipendavyo na kwa sababu nilizonazo. Kamshangaa Mungu sana anayenisemesha kitu cha namna hiyo. Nikaacha tangu hapo waita watumishi wa Mungu kuja nyumbani, nikabaki kuomba maombi ya kumshukuru Mungu tu kwa ajili ya baba yangu. Siku nyingine Mungu akaniuliza, unataka nimtendee nini baba yako? Hiyo ilikuwa ni fursa ya kipekee kabisa, kama aliyoipata Suleimani akiambiwa, omba utakalo nikupe. Na Mungu ananiuliza saa hii, baba akiwa na umri wa miaka karibu 86 hivi. Mungu ananiuliza, unataka nimfanyie nini baba yako? Melala kitandani kwa muda mrefu, mwili umedhoofu namna hiyo, unafikiri ningeombaje? Kamwambia Mungu, mfungulie mlango wa neema, asife kwenye dhambi, akujue wewe,
umuokoe. Na Mungu akaniambia, nimekusikia. Na nikafanya kazi ya kuzungumza na baba na kumshuhudia, na moyo wake ukawa umepondwa kabisa, umevunjika hivyo, na akakubali. Na Mungu akaniambia, mfundishe baba yako kusoma neno la Mungu. Nikamuuliza, na mfundishaji na yeye haoni sasa kusoma? Akaniambia, utakuwa unamsomea, alafu ukimsomea yeye anafuatisha. Kwa nikawa nafanya hiyo kazi hivyo, baba akiwa kitandani, mimi nasoma neno la Mungu. Na kuna mistari kadhaa alikuwa anaipenda sana, nikisoma ananiambia, rudia hapo, rudia hapo, rudia hapo. Na siku Mungu alipotaka kumchukua, alinijulisha kwamba leo ndio nitamchukua baba yako. Nilishangaa sana. Na nikiwa karibu na kitanda cha baba yangu, akashuka mtu aliyeshuka, akasimama pembeni mwa kitanda cha baba yangu, akamuita kwa jina lake, na baba akaitika na akafumbua macho, akaona na akamtazama huyo mtu aliyemuita. Na baada ya hapo ni kama aliambiwa nifuate. Na hapo alifumba macho yake, akanyoosha mikono yake na miguu yake, na akawa ndio ameondoka hivyo. Na baada ya muda Mungu akaniambia, nimejibu yale maombi uliomba. Baba yako yuko kwangu, hakupotea. Nitumikie sasa. Nitumikie sasa. Mungu akikupendelea ana sababu. Na sio sababu kidogo. Situmie hiyo neema na huo upendeleo bure. Nilikuambia huko nyuma tulikotoka kwenye vipindi hivi, usipokee neema ya Mungu bure. Mungu akikupa neema, Mungu akikupa upendeleo, hilo ni deni. Unatakiwa kutia faida na wewe katika ufalme wa Mungu. Nachotaka niseme na wewe nini? Tulipoenda kumhifadhi baba yetu kijijini kwetu, tumemaliza kumhifadhi kwenye nyumba yake mahali tulipokuwa tumeandaa kanisani. Tumerudi nyumbani kama ilivyo desturi ya mila nyingine nyingi za Kiafrika. Vikao vya wazee na viongozi wa mila wakakaa, wakasema atafutwe mrithi atakaye kuwa mrithi wa huyu baba sasa, ili angalie watoto. Watoto wenyewe ndio sisi. Wasijue Mungu alishanionya mapema, akaniambia mimi ni baba wa yatima. Ukitaka kunipa nafasi niwe baba yenu, nitakuwa baba yenu. Na wakamteua kijana wangu mdogo eti yeye ndiye awe baba sasa. Wakati huo ana miaka 17, 18, ndio awe baba, awajibike kwetu. Nami nikakataa, nikasema hapana. Hapana, wasijue nina maonyo mapema. Ndio nilikuambia huko nyuma, kwenye lolote unalofanya kwenye maisha yako, usitafute kueleweka na wanadamu. Hata wasipokuelewa, hakikisha tu Mungu anakuelewa. Na kama una maagizo na maelekezo, Mungu akupe neema ya kuwa wakili wa siri za Mungu. Na katika kuwa wakili wa siri za Mungu, Mungu anatafuta mtu kuwa mwaminifu katika huo uwakili aliopewa. Nikakataa hivyo. Nikasema acha Yesu awe baba yetu. Nikaongea na baba yetu mdogo aliyebaki sasa. Nikamwambia, baba, naomba unielewe mara hii tu. Wewe usibebe dhamana hiyo. Acha Yesu ambaye hafi, amekufa, amefufuka, anaishi, awe baba yetu. Tukipata mrithi mwingine yoyote ambaye ni mwanadamu, a mere human being, atakufa naye. Akisha kufa ndio tumefiwa mara mbili. Acha Yesu awe ndio mrithi wetu na baba yetu. Kwa neema ya Mungu yule baba akanielewa. Akanielewa. Namshukuru Mungu kwa ajili yake. Naomba kwa ajili yake naye afunuliwe neema na mlango wa wokovu, asipotee milele, kama aishivyo Bwana. Kwa jina la Yesu nimeomba. Ndio. Akakubali hivyo. Mila na desturi zinasimamiwa na watu mahali mahali. Na wakati mwingine Mungu anatazama, anasema, mbona heshima yangu na nafasi yangu imechukuliwa na mtu mwingine? Ukifikiri iliishia hapo, haikuishia hapo. Usiku akanifuata mtu, akaniweka kikao,
Akasema hasa yule mhubiri yule, wanavunja mila. Na sasa kama wanavunja mila, dini haiui, lakini mila inaua. Wananitishia kufa. Mtu wa Mungu ukiogopa kufa, tafsiri yake ni rahisi. Huna uhakika ukifa unakwenda wapi. Kama una uhakika ukifa unakwenda mbinguni, huwezi kuogopa kufa. Kama Danieli, kama wenzake Shadraka, Meshaki na Abednego, huwezi ukawa na hofu ya kifo. Hatukupewa roho ya hofu na woga, bali roho ya ujasiri. Kwa hiyo wakaniita usiku saa 4, nakumbuka kwa nataka kwenda kulala. Kaambia njoo kuna kikao. Sasa mmekataa mrithi, lakini shikeni mila hii. Baba ameondoka na nyinyi mmezaliwa vijana wa kiume 5. Mtu yoyote asiende kukutana na mke wake kwanza mpaka kaka yenu mkubwa amalize kukutana na mke wake, halafu nyinyi ndio mfuate. Nikawauliza, rudia tena. Akarudia. Kaambia ndivyo walivyokuwa wanafanya zamani, ndivyo mlivyorithishwa na kuambiwa na wazee huko nyuma. Ndio. Walikuwa wanajuaje zamani huko? Akasema alikuwa anatumwa mtu anatoka kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kumwambia yule anayefuata na yule anayefuata na yule anayefuata. Nazungumza juu ya kujiachanisha na miungu ya baba zako, miungu ambayo inamtia Mungu wivu na hasira. Ikipigwe ipigwe yenyewe, usipigwe pamoja nayo. Ndio. Wakaniambia kwa hiyo anatumwa mtu anakwenda anatoa taarifa kwamba kaka yako mkubwa ameshamaliza mila, na wewe endelea, ukimaliza utume mtu aende kwa mdogo wako anayefuata na mwingine kwa mdogo wake anayefuata. Nikamwambia zamani walikuwa wanatuma hivyo. Leo maana zamani walikuwa wanatuma hivyo zamani kwa kuwa hakukuwa na simu. Leo wanafanyaje? Akasema anakupigia tu simu. Kwa hiyo kabisa kaka yangu ananyanyua simu ananipigia na ananiambia kitu cha namna hiyo. Hapana, nikakataa. Nikasema Mungu kama uishivyo utabaki kuwa Mungu. Wakashangaa. Na baadaye walikuja kukiri. Wakasema kwa mara ya kwanza mila imevunjwa na kila kitu kiko shwari, na imevunjwa na ndani ya mioyo tunasikia hukumu. Lazima huyu ni Mungu. Hebu mkaribishe Mungu kwenye ukoo wa kwenu na familia ya kwenu. Anaweza akachukua muda kubadilisha kila mtu, lakini kuna watu watamrudia Mungu kwa spidi kuliko unavyofikiri. Hata wale ambao usingetegemea, ukifikiri wana mioyo migumu. Ni saa ya mwisho, ni majira ya mwisho tena ya hatari. Watu wataondokana na mazoea ya kuabudu na kumwabudu Mungu aliye hai. Imeandikwa wazi kabisa kwenye hii Isaya sura ya 19. Wacha nikusomee jinsi ambavyo itakuwepo madhabahu katika Misri na ni katika Afrika ninayozungumza sasa hapa. Isaya hiyo sura ya 19. Sura ya 19 kuanzia mstari wa 19 unasema hivi: katika siku hiyo itakuwako madhabahu katika nchi ya Misri kwa Bwana, na nguzo mpakani mwake kwa Bwana, nayo itakuwa ishara na ushuhuda kwa Bwana wa majeshi katika nchi ya Misri. Itakuwa ushuhuda katika nchi ya Misri, yani ya Afrika, yani ukoo wa kwenu. Kwa maana watamlilia Bwana kwa sababu ya watu wawaoneao, naye atawapelekea mwokozi mwenye kuwatetea, naye atawaokoa. Na Bwana atajulikana na Misri na Wamisri, na Bwana atajulikana na Misri na Wamisri, na Bwana atajulikana na Afrika na Waafrika. Watamjua Bwana katika siku hiyo. Naona sasa. Alafu anasema watamtumikia Bwana kwa dhabihu na matoleo, na watamwekea Bwana nadhiri na kuzitekeleza. Kabla ya hapo walikuwa wakimwekea Bwana nadhiri, hawazitekelezi. Sasa wamemjua Bwana, watamwekea Bwana nadhiri na kuzitekeleza. Anazungumza utumishi wa sadaka hapa. Hawataenda kwa mazoea hata kwenye utumishi wa sadaka. Kuna neema na mafundisho atakayoingia ndani ya mioyo yao na watamjua Bwana. Mungu akupe neema, umjue sana Bwana. Umjue sana Bwana, ndipo mema atakapokujia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na ndiyo anasema sasa, naye Bwana atapiga Misri, akipiga na kuponya, nao wakirudi kwa Bwana watakubali maombi yao na kuwaponya. Miungu inapenda kujitukuza kipindi cha kuzaliwa mtoto, kipindi cha kuoa na kuolewa, na kipindi cha kufa mtu, kwa maana ya misiba. Cheki kwenye misiba mbalimbali inayotokea kwa Afrika. Mwingine watanyoa nywele upara kabisa, hata kama alikuwa na msuko wake mzuri, upara kabisa. Ndio mambo ya kwao. Na Mungu anatazama, anasema hawa wanaheshimu miungu hii kwa kiasi hiki cha kunyoa nywele zake zote. Wengine msiba ukitokea haogi siku 2-3. Wewe usijue matendo ya mwili ni pamoja na uchafu. Kwenye Wagalatia 5 utaenda kusoma. Na unakaa hivyo.
Mnaona eti kwa sababu sasa niko kwenye msiba basi na excuse ya kuoga. Hapana, usifanye hivyo. Ikipigwa usipigwe nayo, ipigwe peke yake. Na mambo mengine mengi magumu katika matukio na mazingira ya namna hiyo. Misiba ina heshima kuliko Mungu aliye hai kwenye kumwabudu. Nilipata nafasi siku moja kwenda kutoa mwili wa mtu mmoja mtaani kwetu, Muchware, kwenye hospitali ya kanda kule Temeke na wilaya kule Temeke. Na tulivyoingia, tumeandaa ule mwili, tumeweka kwenye jeneza, tunataka tutoe. Ndugu wa yule mtu alikuwa anatoka mkoa mmoja hivyo, amechelewa. Muda unaenda, tukaambiwa vijana, nendeni mkatoe huo mwili muulete tuanze ibada. Lakini wale watu wakapenda kuja kule Muchware, na walivyofika karibu tutoe ule mwili, wakasema vijana, subirini kidogo tuingie ili tuweze kuzungumza na ndugu yetu huyo marehemu, wazungumze naye. Tulishangaa, wanazungumza nini na maiti? Na wakaenda kwenye jeneza, wakamshika sikio na wakamwambia maneno waliomwambia, wakamwagiza maagizo waliomwagiza, wakimwambia unaenda huko, ukifika umwambie babu, umwambie hivi na hivi, mwambie na nani, mwambie hivi na hivi, huku kuna nani sijui analeta ukorofi na mambo hayo, ugomvi hauishi, mwambie hivyo na hivyo na hivyo. Wakasema na kilugha chao, wakamaliza, wakaondoka, wakatuambia tayari tumeshazungumza naye na kumwagiza tuliomwagiza. Mambo gani haya? Hiyo miungu itapigwa, na ikipigwa isipigwe na wewe ukajiachanishe na miungu ya nyumbani kwenu, ya baba zako. Niseme nini tena? Ningeweza kuendelea, muda wangu umeniacha kabisa. Katika hii njia moja tu Mungu atakayoitumia kupiga miungu ya Misri, miungu ya Afrika, miungu ya ukoo wako, miungu ya kabila lako, miungu ya familia yako, mingi na mingi, na shuhuda nyingi na nyingi. Ningekupa na mifano ya watu waliopigwa pamoja na miungu yao, ungeshangaa na ungeonywa, pengine ukaonyeka. Uonyeke tu hata hivyo kwa jina la Yesu. Na mimi napenda kuombea. Baba mwema na mwaminifu na mtakatifu, napenda kushukuru kwa namna ya kipekee na kuomba kwa ajili ya mtoto wako na mtumishi wako huyu aliyetega sikio kusikiliza kipindi hiki kingine cha 6 katika mfululizo wa vipindi 9 katika wiki hii, tukijifunza pamoja na mambo mengine upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika, na kwamba wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho, na si lele mama, mwanadamu hahusiki hapo, ni Mungu mwenyewe anayehusika, na si vita ndogo, ni vita kubwa. Lakini utupe kushinda na zaidi ya kushinda, kwa kuwa wewe mwenyewe ni Bwana wa vita, na vita si vya kwetu, vita ni vya kwako. Tupe kushinda Bwana, na damu ya Yesu naituma kwenye moyo wa kila aliyenisikiliza mahali hapa, ili apate kuachanishwa na kutoka kwenye miungu ya baba zake na mila na desturi zile potofu katika mazingira na matukio tofauti tofauti. Mungu mwema na mwaminifu, usimwache huyu mtoto wako na mtumishi wako, usimwache huyu mtu wako Bwana akaangamia milele, katika damu ya uweza Yesu Kristo Mwokozi. Kama ulivyomfungulia baba yangu mzazi mlango wa kuingia mbinguni, fungulie na huyu. Kama ulivyofungulia watumishi wengine mlango wa kuingia mbinguni, fungulie na huyu Bwana, amalize vizuri kwa neema na rehema zako kuu na za ajabu. Mungu uliye mwaminifu, wewe ambaye upande mmoja wa shilingi ni Mungu usiyekuwa na upendeleo na upande mwingine wa shilingi ni Mungu mwenye upendeleo, naomba Bwana ukampendelee huyu kwa neema yako na rehema zako kuu na za ajabu, akaseme ndio kwako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ufuatishe bila shaka kwa neema ya Mungu sala hii fupi nyuma yangu. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakubali kupendelewa na wewe kwa sababu umekuja kwa ajili yangu. Ninaomba basi unisamehe dhambi zangu zote katika damu ya Yesu. Ufute jina langu kwenye kitabu cha mauti na kuliandika kwa upya kwenye kitabu cha uzima wa milele na cha mwana kondoo. Niwe mwana wako na mrithi wa ahadi zako tangu sasa na hata milele. Asante Bwana Yesu kwa kunisikia. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa na kunisamehe, katika jina la Yesu, amen. Nitakutajia sasa zazi ya namba tena za sadaka hapa mwishoni, na Mungu akupe neema ya kuunganisha na kuungamanisha maombi yako haya na madhabahu hii na sadaka yako kupitia namba moja ya Yasi 0713 762 887, 0713 762 887, na ile ya Voda ni 0757 220 220, 0757 220 220. Hadi wakati mwingine tena, mara nyingine, upendeleo wa Mungu ukawe haki yako kwa jina la Yesu, amen.